Mwigizaji maarufu nchini Tanzania ambaye anafahamika kama Carolina Hawa almaarufu kama Karina ameweza kufariki dunia leo hii akiwa nchini India. Ni taarifa za kusikitisha kidogo, na taarifa hizi zimetolewa rasmi na Global TV, ndo watu ambao walikuwa karibu sana kwa kipindi ambacho anaendelea na matibabu Carolina hadi kipindi ambacho anapelekwa India, na waliweza kwenda kufanya naye interview kujua the way ambavyo anaendelea na matibabu nchini huko na anaendeleaje. Sasa Global TV wenyewe wameweza kuandika kwamba Carolina Hawa almaarufu Karina aliyekuwa akitibiwa nchini India amefariki dunia. Taarifa za awali zinaeleza kuwa Karina alitarajiwa kurejea Tanzania leo baada ya kufanyiwa upasuaji mkubwa kutibu tatizo la tumbo lilokuwa likimsumbua kwa muda mrefu. Ni taarifa za kusikitisha sana ambazo zimetufikia leo hii wa Tanzania baada ya taarifa hizi za mwigizaji huyu ambaye ni maarufu sana hapa nchini Tanzania kwa ugonjwa ambao ulikuwa unamsumbua muda wote na mpaka kupelekwa India. Ni ugonjwa wa tumbo. Aliweza kufanyiwa upasuaji hapa nchini Tanzania, ikawa imeshindikana kutibiwa na kurudi katika hali yake kama ambavyo alivyokuwa mwanzo na kuendelea na shughuli zake mbalimbali, basi ikabidi asafirishwe mpaka nchini India. Sasa kitu ambacho kimesikitisha Watanzania wengi ni baada ya taarifa hii kutolewa kwamba leo hii alikuwa anatarajiwa kurudi hapa nchini Tanzania akiwa yupo vizuri baada ya kufanyiwa upasuaji mkubwa ambao walikuwa wanaamini kwamba hatakuwa yuko sawa. Lakini kitu ambacho kimewasikitisha Watanzania wengi ni kwamba kwa Mungu ameweza kumpenda zaidi. Yani sisi tumempenda, lakini Mwenyezi Mungu ameweza kumpenda zaidi na ameweza kumchukua leo hii. Ni taarifa ambazo zimewafikia Watanzania za kuwasikitisha. Ni taarifa ambazo zimetufikia Watanzania za kutusikitisha kidogo kwa the way ambavyo tunamfahamu mwigizaji huyu. Ni pigo kubwa la taifa. Sasa unaweza kushusha comment yako hapo chini the way ambavyo umeguswa na tukio hili na taarifa hii ya msiba ambayo imekufikia hivi sasa hivi kupitia channel yako hii ya Bongo East. Ila kama bado hujasubscribe, basi subscribe ili upate update za zile zote ambazo zinaendelea katika masuala mazima ya mitandao ya kijamii. Sasa hii ni moja kati ya interview ambao walifanya naye Global kipindi yuko India anaendelea na matibabu. Ni imebaki tu kama kumbukumbu the way ambavyo alikuwa anaendelea matibabu. Mimi nikaona ngoja nikuletee hii interview kidogo na wewe kuna kitu ambacho utajifunza. Ila kama bado hujasubscribe, basi subscribe. Mabadiliko nayaona hapa makubwa. Na mshukuru Mungu sababu nilimwambiwa kwamba utumbo wangu mkubwa ndo shida. Ilionekana kwamba wao wenyewe ndio wanaleta changamoto zote hizi. Kwa hiyo ni hautakiwi kuwepo. Kwa hiyo natakiwa asilimia, kama ni 100% utumbo mkubwa, natakiwa 85 au 90 yote ukatu. Ndio unabaki kidogo sana kuunganishwa na utumbo mdogo. Kwa hiyo ina maana kumbe utumbo wako mkubwa umekatwa karibia wote. Karibia wote, ndio. Sasa wameunganisha na nadhani utumbo mdogo ambao ulikuwa umebakia nao pia ni kidogo sana. Sasa wanasema kwamba mtu ukikatwa vile utumbo mara nyingi kula unakuwa unapita unakula kidogo sana. Kwa madokta wao wamesemaje? Kwa madokta wamesema itachukua muda kwanza mpaka akili, ndio wanasema kwenye ubongo ukubali kwanza kuadapt mazingira kwamba kuna kitu tumboni nitakiwa kiwe hivi. Kwa kweli na utumbo walivyokata walikuonyesha? Alitoka kaangu akapiga picha kwenye ndoo kubwa, ni mkubwa sana, ni mwingi. Yani tukisema kwa kilo za haraka kwa ukaribia kwa 15-20. Kwa binadamu tunaweza kuwa na utumbo mkubwa namna hiyo? Ndio. Upo kwenye ndoo, kwenye picha upo mkubwa sana, mwingi mno.